Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE unalipa gharama kubwa. Ni moja kati ya mataifa katika Ghuba ambayo yanashambuliwa vibaya na Iran kuliko taifa lingine katika Ghuba. Kwa nini hili? Wakati vita vya Iran vikiingia katika wiki ya 4, Umoja wa Falme za Kiarabu umeibuka kama shabaha ya wazi ya Tehran. Ni nchi ambayo wakati huu inashambuliwa vibaya kuliko taifa lolote katika Ghuba, ikibadilisha mkakati wake kutoka kwa kulenga tu kuikabili Israel. Iran, ukiachana na Israel, imerusha maelfu ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora kwa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba. Wakati ongezeko hili, Tehran imetekeleza vitisho vyake vya hapo awali vya kulenga vituo vya Marekani katika kanda kwa kuzingatia hasa Imarati, ujumbe unaolenga moja kwa moja Washington na Israel, ambao uhusiano wao na Abu Dhabi unaendelea kuwa imara. Kwa kupanua wigo wa mzozo huo, Iran inajaribu kuongeza gharama za vita kwa pande zote na kuyalazimisha mataifa ya Ghuba ya Uajemi kuishinikiza Marekani kukubali kusitishwa kwa mapigano. Kwa kujibu, Abu Dhabi imechukua sauti ya ukali mno kuelekea Tehran, ikitishia kujiunga na juhudi zinazoongozwa na Marekani za kulinda mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo inaashiria kuondoka kwa njia yake ya jadi ya mazungumzo na uhusiano mwema wa ujirani. Lakini je, mashambulizi haya ya Iran katika Ghuba ya Uajemi yana ukubwa gani? Vyombo vya habari vya kieneo vimeripoti kuwa Iran imekuwa ikilenga pakubwa si Israel bali mataifa ya Ghuba ya Uajemi katika wiki mbili za kwanza za vita. Shirika la habari la Al Jazeera nchini Qatar limeeleza kuwa takwimu za mashambulizi katika siku 11 za kwanza zinaonyesha kuwa Israel sio shabaha kuu ya Tehran, ikibainiwa kuwa Israel ilipigwa kwa mashambulizi 433 huku nchi za Kiarabu zikipata mashambulizi 3100. Takwimu zilizotolewa na vyombo vya habari vya eneo hilo kuhusu mashambulizi ya Iran katika wiki ya 3 ya kwanza ya vita zinaonyesha kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ulilengwa zaidi kuliko nchi nyingine za Kiarabu. Iran inasema ina haki halali ya kulenga maeneo hayo ya kurushia makombora ya Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ajili ya kujilinda. Iran inaishutumu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa kuruhusu eneo lake kutumika kushambulia maeneo ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi katika visiwa vya Karg na Abu Musa kutoka Ras Khaimah. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha madai hayo, lakini Iran inasema kwamba mashambulizi makubwa ambayo yanafanywa wakati huu na Marekani hutokea katika eneo hilo la Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hivyo wakati huu maeneo matatu ambayo yanapigwa mno na Iran ni pamoja na Israel, lakini pia eneo hilo ama nchi hiyo ya Imarati kwa maana ya Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia. Umoja wa Falme za Kiarabu ambao kwa muda mrefu unajulikana kama kitovu cha uchumi kidigitali na vyombo vya habari katika eneo hilo umeathiriwa pakubwa na vita hivi. Zaidi ya hatari za mara moja za usalama zinazoletwa na mashambulizi ya makombora ya Iran na ndege zisizokuwa na rubani. Fahirisi ya soko kuu la Abu Dhabi, kiashiria kikuu cha soko la hisa la Umoja wa Falme za Kiarabu, imerekodiwa kushuka kwa soko kubwa zaidi kati ya masoko ya Ghuba na kushuka kwa asilimia 42.11 katika mwezi uliopita kulingana na data ya biashara na uchumi hadi mwezi Machi 23. Sekta ya utalii na usafiri wa anga ya Falme za Kiarabu pia imepata hasara kubwa kutokana na kufungwa kwa anga na kughairiwa kwa safari za ndege mnamo Machi 8. Chombo cha habari cha Iraq cha Al Ghad Press kimeripoti kwamba viwanja 6 vya ndege katika Ghuba ya Uajemi vilipata hasara ya dola milioni 399 katika wiki ya kwanza ya vita, huku hisa za Umoja wa Falme za Kiarabu zikikadiriwa kuwa dola milioni 95. Sekta ya nishati pia imeathiriwa pakubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uzalishaji wa mafuta kila siku katika Umoja wa Falme za Kiarabu umepungua kwa chini ya nusu kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Al-Mahariya ambayo inaangazia sana Yemen Mashariki inaikosoa Umoja wa Falme za Kiarabu ikiita Abu Dhabi mpotevu mkubwa katika mzozo katika ripoti ya Machi 11 na kuongeza kuwa taswira ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika jumuiya ya kimataifa imevunjwa. Ripoti hiyo pia ilibainisha kupungua kwa uzalishaji wa mafuta kufuatia mashambulizi dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Rois na kituo cha mafuta cha Fujairah.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.